Mkubwa ni mkubwa tu, ndivyo unavyoweza kusema kuhusiana na kile kilichotokea leo hii kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, wakati wekundu wa Msimbazi Simba walipopata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya B19, timu ya Championship, katika mechi ya hatua ya 32 bora ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, na hivyo kuwawezesha Simba kusonga mbele kwa hatua ya 16 bora ambayo watakwenda kucheza na timu waliotoka nayo suluhu hivi karibuni pale jijini Dodoma kwenye uwanja wa Jamhuri, timu ya Dodoma Jiji. Ni mechi ya hatua ya 16 bora ambayo bila shaka itakuwa ya mvuto sana, kwa sababu hivi karibuni Simba dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ilikuwa si ya mchezo, ya ushindani mkali, ikaisha kwa suluhu pale kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma katika ligi kuu Tanzania bara, na hivyo ushindi wa leo hii wa wekundu wa Msimbazi Simba umewafanya kwenda katika hatua hiyo kukutana na Dodoma Jiji ambao nao wametinga katika hatua ya 16 bora. Kwenye mchezo wa leo hii dhidi ya B19, kama ilivyotarajiwa, B19 cheza yao kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni kuzuia zaidi. Hawakujihusisha zaidi kwenye kushambulia, bila shaka wakijua kabisa kwamba wanakutana na Simba ambayo iko vizuri zaidi kama timu, lakini kwa mchezaji mmoja mmoja wana wachezaji walio bora zaidi kuliko wao. Matokeo yake kocha Twaha Beimba alishaeleza kabla hata ya mchezo kwamba wanaiheshimu Simba. Simba iko juu zaidi, lakini wana mipango yao kuhakikisha wanapata matukio mazuri, na taarifa zilieleza kabla ya mchezo huu kwamba wakishinda kuna zawadi nono inawasubiri wachezaji wa B19. Lakini kwenye mechi nini kilichotokea? Ni kwamba Simba tangu mwanzo wa mchezo ndio walikuwa kimiliki zaidi mpira, tangu mwanzo wa mchezo ndio walikuwa kishambulia zaidi, tangu mwanzo wa mchezo mpira ukichezwa katika muda mwingi kwenye nusu ya pili ya uwanja wa Simba, kwa maana kwenye eneo la B19. Simba ya kocha Steve Becker leo hii akiwa amefanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake ambacho huanza kwa mara, akaingia na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3, huku akitumia mshambuliaji bandia false 9 ambaye alikuwa ni Ino Jospin Loemba, kwa mara nyingine akianza tena kikosini kama mshambuliaji bandia kama ilivyokuwa katika mechi yao ya ligi kuu dhidi ya watani zao wa jadi Yanga iliyoisha kwa suluhu kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar. Lakini waliokuwa pembeni walikuwa ni pamoja na Bashiru, kuonyesha kwamba leo hii alikuwa amebadilisha sana kikosi, maana eneo ambalo huanza Aniset Ura au Elimpazu Kibisawala, nyota hao wote walianzia nje, badala yake alianza Bashiru katika kukamilisha wale wachezaji watatu wa juu. Lakini kwa upande wa kulia alikuwepo Libase Geye kukamilisha safu ya washambuliaji 3. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao leo hii walianza ni pamoja na nahodha Hussein Abel, goalkeeper ndiye aliyekuwa golini leo hii na wala sio Jibo. Lakini katika mabeki alikuwepo Duchu, David Kameta Duchu na sio Kapombe. Alikuwepo Anthony Mligo ambaye kwa muda mrefu kwa mechi kadhaa sasa amekuwa akianzia nje, anayeanza ni Nixon Kibabage. Mabeki wakati leo hii hakuwepo Rushan De Rock, alikuwepo Ismail Olivier Toure pamoja na Masinde, ndio waliokamilisha ule ukuta wao wa mabeki wawili wakati. Katika viungo leo hii alikuwepo Morris Abraham, Nabi Kamara, ndio waliokuwepo katika eneo la kati. Sasa kwa B19 cheza yao muda mwingi kwenye mfumo wao ilikuwa ni baada ya golikipa wana walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2, lakini kwenye kucheza kwao hawakuwa wakicheza kwa namna hii. Muda mwingi walikuwa wakizuia. Matokeo yake mbele walimwacha mshambuliaji mmoja Ramadhani ambaye yeye ndiye mfungaji wao mwenye mabao mengi katika Championship, akiwa na mabao 10 kwenye Championship, ambapo wao wana mabao 18, 10 yamefungwa na huyu Ramadhani ambaye kwenye msimamo wa wanaongoza kwa mabao katika Championship anashika nafasi ya 3 kwa mabao hayo 10, anaongoza akiwa na mabao 13, anaofuatia akina Adam Uledi akiwa na mabao 11, yeye ana mabao 10, lakini hakuwa akipata huduma kadri inavyostahili kwa sababu ya timu yake ilivyokuwa ikicheza, kwa maana B19 kuzuia zaidi. Matokeo yake ni nini? Simba walishambulia sana, mashambulizi yalikuwa mengi. Mwisho wake katika dakika ya 22 ndipo Simba wakapata bao ambalo liliwekwa wavuni na Ino Jospin Loemba kwa kichwa, kama tunakumbuka vizuri ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ikiwa ni makosa ya golikipa wa B19 ambayo ni cross kutoka kwa Libase Geye, badala ya kucheza utoke nje akataka uendelee kuwepo ndani. Matokeo yake ukamkuta Ino Jospin Loemba alikuwa amesimama eneo zuri na kutumbukiza wavuni kwa kichwa. Lakini baada ya hapo B19 waliendelea kuzuia kama mpango wa kocha wao Beimba ulivyokuwa
tangu mwanzo wa mchezo mpaka mapumziko ikawa 1-0, katika kipindi ambacho kufikia mapumziko Simba walikuwa wanamiliki mpira kwa asilimia 69 kulinganisha na asilimia 31 za B19. Lakini ni mpaka mapumziko ambapo Simba hata kona walikuwa wameshapiga kona 11 dhidi ya kona 0 za B19. Simba walikuwa tayari mpaka mapumziko wameshapiga mashuti 7, 4 yamelenga shabaha, B19 wakiwa hawana shuti lolote la kutoka nje wala kulenga shabaha, kudhihirisha namna gani walijipanga kuzuia. Kipindi cha pili Simba waliendelea kumiliki mpira zaidi, lakini mwalimu katika kuhakikisha anajihakikishia ushindi, ule ulinzi imara, wakuwa na wachezaji wengi katika eneo lao wa B19, ikabidi mwalimu Steve Becker atumie baadhi ya silaha zake zilikuwa nje, akawaingiza Anicet Ura alikuja kuingia, akawaingiza Eli Mpanzu Kibisawala alikuja kuingia, aliingia Cletus Chota Chama, yote katika kwenda kuimarisha kikosi chake. Lakini vile vile mwalimu akawa amewatoa Bashiri, alikuja kumtoa Bashiru, alimtoa Ino Jospin Loemba, alimtoa Libasege na kuongeza fresh legs, miguu mipya iliyokuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi. Lakini vile vile alioingiza Semfuko katika kuongeza nguvu zaidi, na kwa kiasi kikubwa ilichangia kuwafanya Simba wapate bao la pili, wakati ambao wakiwa wanazuia sana B19, lakini wakazidiwa na ubora wa wachezaji wa Simba, kwa sababu katika dakika ya 77 hatimaye Cletus Chota Chama akaifungia Simba bao la pili kwa shuti zuri la mguu wa kushoto, baada ya wenyewe B19 kujichanganya katika mpira ambao walikuwa wao wanaumiliki, wakapokwa na Simba, na hasa kupitia kwa Anicet Ura aliyekimbia vyema upande wa kushoto kama tunakumbuka vizuri, na kuwafanya sasa walinzi wa B19 kujikuta wakiconcentrate, wakiangalia zaidi aliko Ura wakati akitengeneza mazingira kupiga cross, jambo ambalo lilifanya kuwe wachezaji wachache wa Simba kwenye eneo lao la kujilinda la B19 kupata fursa. Cross hiyo mwisho wa siku wao katika kujaribu kuiosha wakajichanganya, kaunasa Mpanzo kama tunakumbuka vizuri, Mpanzo akamsetia Chama aliyepiga shuti zuri na kwenda wavuni, bao ambalo lilifanya Simba iwe na mabao 2-0 yaliodumu mpaka mwisho wa mchezo, huku Simba mwisho wa mchezo umiliki wa mpira kwa wastani ukiwa ni asilimia 60 kulinganisha na asilimia 40 za B19. Lakini mashuti kwa ujumla Simba ikawa shots kwa ujumla imepiga mashuti 9, kati ya hayo mashuti 5 yamelenga shabaha, ikiashiria kwamba kipindi cha pili hakukuwa na nafasi nyingi za Simba kupiga mashuti kwa sababu ya ulinzi imara wa B19. Lakini B19 wakapiga shuti moja, huku hakuna lililolenga shabaha. Kona Simba wakaongeza sasa kutoka kona 11-0 zikafika kona 16-0 za B19, ikiashiria kwamba kipindi cha pili Simba waliongeza kona 5. Ni kwa sababu baadaye wakawa wanacheza kikubwa zaidi, wakijua kwamba wanachotakiwa ni kusonga mbele, wakijua tayari wana mabao mawili, wakawa wakifanya ile ball circulation, kuzungusha mpira kutoka pande moja hadi mwingine, huku B19 wao kwa idadi kubwa wakiwa katika eneo lao kuhakikisha hawaruhusu bao lingine. Mwisho wa siku wakafungwa kwa idadi isiyokuwa ya aibu, mabao 2-0, huku Simba ikisonga mbele, wao wakijipanga kwa msimu ujao wa michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Kitu gani leo hii Simba kiliwabeba? Kwanza utulivu, ndio kwa kujua kwamba wanacheza na B19 inayozuia zaidi, wao hawakuwa na papara, wakawa wanamiliki zaidi mpira na kutafuta nafasi za kufunga, sio kwa kulazimisha. Hilo nao lilichangia, lakini pia discipline katika kuzuia, kwa maana kwamba walinzi wao hata pale walipokuwa wakimiliki mpira kwenye eneo la B19, lakini akina Masinde, kina Ishmael Olivier Toure walikuwa kwenye maeneo sahihi, kiasi ya kwamba mashambulizi ya kujibu counter attacks hazikuweza kufua dafu na kumfikia golikipa wao Hussein Abel, ambaye mechi nzima dakika 90 alipigiwa shuti moja tu ambalo hata hivyo lilikwenda nje. Lakini vile vile kuingia kwa Anicet Ura, Cletus Chota Chama, Semfuko kulichangia pia kuwavuruga zaidi B19, kwa sababu miguu hiyo mipya yenye nguvu za ziada kutoka nje ilichangia pia kuwamaliza, hasa katika eneo la Anicet Ura aliyekuwa akiwakimbiza vya kutosha na kutengeneza bao lililowekwa wavuni na Chama. Wao B19 kati ya mambo ambayo wanapaswa kujisifu na kuyafanyia kazi zaidi ni discipline katika kuzuia. Walijitahidi sana. Mabao walioruhusu, la kwanza kwa mfano ni makosa binafsi ya mchezaji mmoja, golikipa wao alifanya makosa, mpira ambao pengine angedhamiria kutoa nje, pengine Ino Jospin Loemba usingemkuta na kuwafanya waruhusu bao la kwanza.
ana mengi ya kuchukua katika mchezo, ingawa wamepoteza, hasa katika kuzuia, ili wakafanya vizuri kwenye michuano yao ya ligi ya Championship, ambapo wao wanashika nafasi ya 13 kati ya timu 16 wakiwa na mabao 18, wameruhusu mabao 33. Ulinzi unaonyesha leo dhidi ya Simba wakiutekeleza katika michuano ya Championship huenda ikawaimarisha zaidi, badala ya kuwa wanaruhusu sana mabao, kufunga mabao 18 wakiruhusu mabao 33, pengine wataimarika zaidi kwa kujifunza kile walichokionyesha leo hii dhidi ya kundi la Msimbazi Simba. Ni mkubwa, kaonyesha ukubwa wake. B19 walikuja na mpango mzuri wa kuzuia, lakini wakakutana na wakubwa wenye kucheza kikubwa na wachezaji wakubwa wa kufanya maamuzi. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.